Marekani kusitisha ARV bure itasababisha vifo milioni 3. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya maambukizi mapya ya HIV zaidi ya milioni 10 na vifo za watu zaidi ya milioni 3 vitavyohusiana na ukimwi vinaweza kushuhudiwa kufuatia kusitishwa kwa msaada wa kigeni wa Marekani unaosaidia upatikanaji wa dawa za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi, yani ARV. Mkurugenzi mkuu wa WHO amesema hatua ya Marekani kujiondoa kusaidia kupambana na HIV imeathiri usambazaji wa dawa katika nchi 4 ikiwemo Kenya, Lesotho, Sudani Kusini, Burkina Faso, Mali na Nigeria, ambazo zinaweza kuishiwa dawa ndani ya miezi michache ijayo. Mkurugenzi wa WHO amesema kusitishwa kwa msaada huo wa Marekani unaweza kufuta mafanikio ya miaka 20 katika kupambana na HIV, huku pia akionya kuwa juhudi za kudhibiti magonjwa mengine kama polio, malaria na kifua kikuu zimeathirika vibaya, na ameiomba Marekani kuhakikisha kuwa inatoa muda wa mpito kwa nchi zilizoathirika ili yaweze kupata vyanzo mbadala vya fedha badala ya kusitisha msaada kwa ghafla, hatua ambayo inaweza kusababisha madhara makubwa ya kiafya duniani. Itakumbukwa Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza mwezi huu kusitisha kutoa fedha za misaada kupitia miradi iliyokuwa chini ya shirika lake la misaada la USAID, aliloibua taharuki hasa kwa nchi nyingi za Afrika zinazotegemea fedha za ufadhili kushughulikia na magonjwa kama ya ukimwi. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Hatimaye shirika la Afya Duniani WHO limeonya maambukizi mapya ya HIV zaidi ya milioni 10 na vifo vya watu zaidi ya milioni 3 vinavyohusiana na ukimwi vinaweza kushuhudiwa kufuatia kusitishwa kwa msaada wa kigeni wa Marekani unaosaidia upatikanaji wa dawa za kufubaza virusi ya ukimwi, yani ARV. Dereva aliyesababisha kifo cha OCD awazi asakwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema Machi 17 mwaka 2025 saa 1 asubuhi katika barabara ya Nyerere maeneo Pugu mwisho wa lami ilitokea ajali ya magari mawili kugongana na kusababisha kifo cha mkuu wa polisi wilaya ya polisi Chanika Awazi Mohamed Chiko, huku polisi mwingine akipata majeraha. Akiongea jijini Dar es Salaam, kaimu kamanda kanda maalum ya Dar es Salaam SSP Faustine Mafwele amesema ajali hiyo ilitokea baada ya dereva daladala yenye namba za usajili T580EAE aina ya Tata inayofanya safari zake kati ya Zingiwa, Chanika na Machinga Complex Ilala ikitokea Pugu kwenda Gongo la Mboto kugongana na gari yenye nambari za usajili T952 AMD aina ya Toyota Prado iliyokuwa ikiendeshwa na PF mwenye nambari 15950 CP Awazi Mohamed Chiko akitokea Gongo la Mboto kuelekea Pugu na kusababisha kifo cha hapo, pia kusababisha majeraha ya polisi WP mwenye nambari 5616 CPL Zubeda Ramazani Sadala wa wilaya ya polisi Chanika aliyekuwa abiria kwenye gari nambari T952 AMD ambaye amevunjika mkono wa kushoto. Chanzo cha ajali ni baada ya dereva daladala kuyapita magari yaliyokuwa mbele yake bila kuchukua tahadhari na kusababisha kugongana uso kwa uso. Jeshi la polisi linamtafuta dereva wa daladala ambaye hajafahamika jina lake aliyotoroka baada ya kusababisha ajali hiyo. Pia jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linakanusha taarifa zilizotolewa na baadhi ya vyombo vya habari nchini kuwa aliyefariki ni kamishna operation mafunzo Tanzania CP Awazi Juma Haji. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema Machi 17 mwaka 2025 saa 1 asubuhi katika barabara Nyerere maeneo Pugu mwisho wa lami ilitokea ajali ya magari mawili kugongana na kusababisha kifo cha mkuu wa polisi wilaya ya polisi Chanika Awazi Mohamed Chiko, huku polisi mwingine akipata majeraha. Jeshi la polisi latoa kauli puuzeni taarifa ya gari la polisi kuibiwa. Jeshi la polisi mkoani Mbeya limekanusha taarifa inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii inayosema wezi wameiba basi la polisi mkoani Mbeya na kuomba jamii kupuuza taarifa hiyo, kwani hakuna tukio kama hilo lililotokea mkoani Mbeya. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limesema halina basi lenye nambari PET 4037 kama ulivyosomeka kwenye picha mnato iliyoambatanishwa kwenye taarifa hii. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na uchunguzi wa kuwabaini waliohusika na utoaji taarifa hiyo ya uzushi na kuleta taharuki kwa jamii ili hatua stahiki zichukuliwe dhidi yao. Ni taarifa kutoka jijini Mbeya. Hatimaye jeshi la polisi mkoani Mbeya
limekanusha taarifa inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii inayosema wezi wameiba basi la polisi mkoani Mbeya na kuomba jamii kupuuza taarifa hiyo, kwani hakuna tukio kama hilo lililotokea mjini Mbeya. Hatimaye M23 na DRC kuitafuta amani nchini Angola. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kuwa itatuma wajumbe nchini Angola kushiriki mazungumzo ya amani yanayolenga kusuluhisha mzozo unaoendelea kati ya nchi hiyo na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa ofisi ya Rais wa DRC Tina Salama amethibitisha kuwa watashiriki, ambapo katika hatua hii ya awali amesema hawawezi kueleza bayana ni akina nani watakaounda ujumbe huo utaokutana na viongozi wa M23. Mazungumzo hayo ambayo yanatarajiwa kuwa ya moja kwa moja kati ya serikali ya Kongo na washiriki wa M23 yamepangwa kufanyika nchini Angola. Mara kadhaa Rais wa Kongo Felix Tshisekedi amekuwa akikataa kukaa meza moja na waasi wa M23 ambao serikali yake inawachukulia kama magaidi, lakini baada ya ziara yake mjini Rwanda wiki iliyoisha, uamuzi huo unaonekana kubadili na amekubali nchi yake kushiriki mazungumzo na M23. Katika hatua nyingine, Rais wa Angola João Lourenço ametoa wito utaositishwa mapigano kati ya mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya wanajeshi wa serikali wa waasi wa M23 kabla kuanza kwa mazungumzo ya amani. Rais huyo ambaye ameteuliwa na Umoja wa Afrika kuwa mpatanishi amezitaka pande zote kusitisha mapigano kuanzia jana kabla kuanza kwa mazungumzo ya amani katika mji mkuu wa Angola, Luanda. Wito huo unalenga kusitisha vitendo vyote vya uhasama dhidi ya raia na azima ya kutoa maeneo zaidi, kwa matarajio kwamba hatua hizi na nyinginezo zinapelekea kuwepo kwa hali ya utulivu itakaowezesha kuanza kwa mazungumzo ya amani. Ni taarifa kutoka huko nchini Kongo. Hatimaye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imethibitisha kuwa itatuma wajumbe nchini Angola kushiriki mazungumzo ya amani yatakayolenga kusuluhisha mzozo unaoendelea kati ya nchi hizo na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Donald Trump kuzungumza na Rais Putin. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atafanya mazungumzo na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Lengo ni kusitisha vita ya Urusi na Ukraine, ambapo kupitia taarifa yake Donald Trump amesema mazungumzo hayo yatapata msukumo mkubwa na amini kuwa nafasi nzuri ya kufanikisha mpango wa kusitisha mapigano kwa siku 30, pendekezo ambalo Rais wa Ukraine amekwisha likubali. Donald Trump amesema mazungumzo hayo yatahusisha masuala ya mipaka, mitambo ya nishati, akibainisha kuwa pande zote mbili zimekuwa zikijadili mgawanyo wa rasilimali fulani, ingawa Urusi bado inaendelea na mashambulizi katika eneo la Kursk ikijaribu kuwaondoa wanajeshi wa Ukraine waliopo huko kwa miezi kadhaa. Katika hatua nyingine, viongozi wa mataifa ya Magharibi akiwemo Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amewaonya kuwa vikwazo vipya vinaweza kuwekwa dhidi ya Urusi ikiwa haitakubali mpango wa kusitisha mapigano na nchi ya G7. Pia ameeleza wasiwasi wao kuhusu mazungumzo hayo, akihimiza Urusi kuonyesha nia dhati katika kufanikisha amani. Aidha, Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kuwa anaamini mazungumzo hayo yatazaa matokeo chanya, lakini pia amekiri kuwa hakuna uhakika wa suluhisho la haraka. Kupitia ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii, Rais Donald Trump amesema amemwomba Putin kuepuka kuwaua maelfu ya wanajeshi wa Ukraine waliopo eneo la Kursk, hatua inaonyesha juhudi zake za kupunguza uhasama. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Hatimaye Rais wa Marekani Donald Trump amesema atafanya mazungumzo na Rais wa Urusi Vladimir Putin kusitisha vita ya Urusi na Ukraine, ambapo kupitia taarifa yake Donald Trump amesema mazungumzo hayo yatapata msukumo mkubwa na anaamini kuwa nafasi nzuri ya kufanikisha mpango wa kusitisha mapigano kwa siku 30, pendekezo ambalo Rais wa Ukraine amekwisha likubali.